Bwana Yesu asifiwe. Karibuni siku ya leo tukaweza kusoma neno la Mungu. Na siku ya leo tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Zaburi, mlango 24 kuanzia mstari wa 1 kuendelea mpaka ule wa 10. Inasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake. Kwa hivyo sisi ni mali ya Bwana na vitu vyote vilivyo duniani ni mali ya Bwana. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito na maji aliithibitisha. Wow. Ni nani atakaye panda katika mlima wa Bwana? Ni nani? Ni nani atakaye simama katika patakatifu pake? Ni nani? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Wow. So, ni mtu aliye na mikono safi. Kwa hivyo, hapa tunafundishwa nini? Hapa tunaambiwa kila wakati uwe na moyo safi. Ujifunze kuwa na mikono safi na moyo mweupe. Asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuwapa kwa hila. Hapa neno la Mungu linatuambia nini? Hapa neno la Mungu linatuambia kwamba Bwana yeye ndio vitu vyote vilivyo duniani ni vyake. Alafu tena tukaulizwa swali. Hapa tumeulizwa swali chapter 3. Ni nani atakaye panda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakaye simama katika patakatifu pake? Kwa hivyo si wote wanaopanda patakatifu pa Bwana. Si wote wanaopanda kwenye mlima wa Bwana. Chapter 4 imetupatia majibu. Nasema ni mtu gani? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Mikono safi isiyomwaga damu. Mikono safi inayotenda haki. Mikono safi inayopenda kufanya jema kwa mwingine. Isiyopenda kufanyiwa baya. Vile wewe hupendi kufanyiwa baya, pia nao usifanye baya kwa mwingine. Moyo mweupe, moyo mweupe, moyo usiokuwa na doa lolote, usiokuwa na uchungu, usiokuwa na hasira, usio mtu wa manunguniko, sio mtu wa kusema mabaya, wa kusengenya. Moyo mweupe. Asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Yaani moyo wako hauinuki kwa nafsi yako unatenda haki. Wala hakuwapa kwa hila. Huyo ndio mtu ambaye atapanda mlima wa Bwana. Huyo ndio mtu atapanda patakatifu pa Bwana. Chapter 5 inasema atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa hivyo mtu huyu atapokea baraka kwa Mungu wa wokovu wake. Kwa hivyo ukipokea wokovu, utapata baraka na utaweza kusimama patakatifu pa Bwana. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wakutafutao uso wako, Mungu wa Yakobo. Kwa hivyo kama wewe ni kizazi cha Mungu wa Yakobo, kama wewe ni kizazi ambacho kinamtafuta Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, basi utazingatia haya. Inua vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Swali. Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Kwa hivyo mtu mfalme wa utukufu tunaambiwa ni Bwana mwenye nguvu. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Naam, inueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Swali. Ni nani huyo mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, yeye ndiye mfalme wa utukufu. Kwa hivyo Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Kwa hivyo tuzingatie mambo ambayo Bwana anapenda. Tuzingatie tuwe na mikono misafi, tuwe na moyo mweupe, tuzingatie nafsi zetu
zisifanye ubatili. Na pia tusiwe watu wa kuhapa kwa hila. Unajua jambo hili si la haki, lakini utatumia hila, utatumia uongo, utatumia vitu vingi ili tu uweze kuonekana wewe una haki. Kwa hivyo unaambiwa usihape kwa hila. Kama kitu hicho ni uongo, ni uongo. Kama kitu hicho ni ukweli, ni ukweli. Kwa hivyo tukizingatia hayo, tutaweza kusimama patakatifu pake na kusimama mlimani pake. Mungu wa mbinguni atubariki sana mpaka kipindi kingine tutakapoendelea. Shalom.